I surrender all to thee, I freely give. I will ever love and trust you in your presence daily live. I surrender all. I surrender all. Kanisa la Bwana, ningependa kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Bwana Yesu na asifiwe. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu siku ya leo, siku njema ambayo ametupatia ili tukaweze kushiriki tena katika neno lake. Tunayo furaha kwa sababu ya Bwana kutupatia nafasi ya kusikia kutoka kwake kupitia watumishi wake, hasa nyakati hizi za mwisho. Siku ya leo ninayo furaha kuleta injili ya Bwana, lakini kabla hatujaendelea ningependa tuombe pamoja. Mwenyezi Mungu, uliyeziumba mbingu na nchi, Baba yetu, tunakupa sifa na utukufu. Asante kwa sababu wewe ni mwenye nguvu na mwenye mamlaka. Wewe haufananishwi wala kulinganishwa na chochote ulichoumba. Ninakushukuru kwa sababu ya kazi yako ndani yetu. Ulitupenda kiasi ya kwamba ukamtuma mwanao Yesu Kristo akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Tulistahili kufa, lakini Bwana ukafa kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo siku ya leo Bwana, tunakuja kwako na kusema Mungu uhimidiwe. Tunakupa sifa na utukufu kwa maana wewe unastahili. Tutatubu makosa yetu kwako. Bwana tusamee. Tunakukosa kwa kujua ama kwa kutojua. Njia zetu kupotoka, Mwenyezi Mungu, na kwenda kinyume na mapenzi yako. Hivyo basi Bwana, tunaomba ukatukubalie siku ya leo. Ukasikie maombi na kilio chetu. Kwa lolote ambalo Bwana tutaenda kulisikia kutoka kwako, Bwana tusaidie ili tukaweze kulitafakari na kulitenda kama vile unavyokusudia. Hivyo basi nena nasi Bwana, kwa maana tunasikiliza katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Somo letu la siku ya leo tunaenda kusoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza. Kifungu ni cha 2 kuanzia mstari wa 1 hadi mstari wa 10. Na ningependa nisome alafu tuweze kuona mambo machache pale ambayo tunaweza kupata kupitia mtumishi wa Mungu Daudi alipokuwa anakufa. Biblia inasema hivi: na siku ya kufa kwake Daudi ikakaribia, akamwamzia Suleiman mwanawe, akasema, mimi naenda njia ya ulimwengu wote. Basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanaume, uyashike mausia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, usishike sheria zake na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake, sawa sawa na ilivyoandikwa katika Torati ya Musa, upate kufanikiwa katika kila ufanyalo na kila utanzamalo, ili Bwana afanye imara neno lake alilolinena kwa habari yangu, akisema, ikiwa watoto wako wataangalia njia yao, wakienda mbele zangu kwa kweli, kwa moyo wao wote na kwa roho yao yote, akasema, hautakosa mtu katika kiti cha enzi cha Israeli. Na zaidi ya hayo, umejua alivyotenda Yoabu mwana wa Zeruya, yaani aliyatenda majemedali wawili wa majeshi ya Israeli, Abneli mwana wa Neri na Amasa mwana wa Yetheli, ambao aliwaua na kumwaga damu ya vita wakati wa amani. Akautia damu ya vita mshipi uliokuwa viunoni mwake na viatu vilivyokuwa miguuni mwake. Kwa hivyo ufanye kama ilivyo hekima yako, wala usimwachie mvi zake kushukia ahera kwa amani. Ningependa siku ya leo tuongee juu ya maneno
ya mwisho ya shujaa anayekufa. Maneno ya mwisho ya shujaa anayekufa. In other words, the last words of a dying hero. Mahali ambapo tumesoma, Biblia inatuelekezea juu ya Daudi. Daudi ambaye anafahamika kuwa mtu mwenye hekima, mtu aliyempenda Mungu, mtu ambaye alikuwa na moyo wa kuvunjika alipojikuta ametenda dhambi. Mtu ambaye hakung'ang'ana na Mungu, bali Mungu alipomwonyesha makosa alikuwa mwepesi kwa kuitikia na kubadilisha njia zake. Daudi ambaye alisaidia Israeli kwa kazi njema ya kurudisha mioyo ya Waisraeli kwa Mungu. Daudi ambaye tunamjua kwa nyimbo, ambaye anaashiriwa kuandika katika vitabu nyimbo nyingi katika Zaburi. Ni yeye mwenyewe aliandika katika Zaburi ambazo ni nyingi. Ni babake Suleiman, na pia tunamjua kwamba kuna kazi nyingi ambayo alitenda. Tunajua kwamba vile alivyomuua Goliathi, jitu wa Filisti ambalo liliwasumbua wana wa Israeli. Kwa hivyo ni mfalme alienziwa na wengi wakampenda, na wengi wakawa ni marafiki wa mfalme, wakawa na matumaini makuu kwa Daudi. Lakini ningependa kusema ya kwamba watu wazuri pia hufa, mashujaa hufa na huacha wanaowapenda. Na hapa tunaona ya kwamba shujaa ambaye amefanya kazi amekuwa mzee, na katika uzee wake akikaribia kufa akajipanga vizuri, akaita mtoto wake ambaye ni Suleiman. Suleiman tunamfahamu kwa uongozi wake, kwa maana ni mmoja ambaye alipewa na hekima na Mungu ya ajabu. Kwa hivyo huyu Suleiman tunaona ya kwamba baba yake akamuita siku zake za kufa, na akanena haya maneno. Ningependa kuweka kwetu kwa mawazo yetu, wakati mwingi watu tunaowapenda, wengine ni wazazi wetu, wengine ni marafiki zetu, tunaweza kwenda kuwazunguka katika kitanda cha ugonjwa. Unayo maneno ambao wanapenda kunena, maneno ambayo tunaweza kusema ni ya goodbye, maneno ya kutuaga, lakini wakati mwingi sio maneno ambayo tunaweza kuyapata, kwa maana wakati mwingi tumejawa na hisia na tunakosa lengo la ambaye anayetuacha. Kwa hivyo leo ningependa tuzungumzie juu ya the last words of a dying hero, ama maneno ambaye aliyanena huyu shujaa alipokuwa anakufa. Yesu Kristo kuna maneno aliyonena wakati alipokuwa anakufa. Lakini siku ya leo ningependa tuone vile huyu Daudi alivyonena wakati wa kifo chake, akinena na mtoto wake Suleiman, ambaye alikuwa angependa awe mrithi wa ufalme wa Israeli. Mahali ambapo tumesoma, Biblia inasema kuanzia mstari wa kwanza, basi siku ya kufa kwake Daudi ikakaribia. Kwa sababu yeye alikuwa ni mcha Mungu, yeye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anaenda unyo kwa unyo na Mungu, alikuwa anajua wakati wake umekaribia wa kufa, na hakuwa angetaka kuacha nyumba yake ikiwa katika faraga, katika mafaragano. Yeye akaita mtoto wake Suleiman, akamuita Suleiman mwanawe, na akampatia ushauri kwa maneno yake ya mwisho kabla hajakufa. Kama vile mstari wa 10 Biblia inatuambia kwamba basi Daudi akalala na babaze akazikwa mjini mwa Daudi. Kwa hivyo alipomaliza kuongea haya maneno hakukaa sana, bali alikata roho. Biblia inatuambia kwamba hapa alimtumana Suleiman, na akasema na mwanaye akimwambia kwamba mimi naenda njia ya ulimwengu wote, basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanaume. Hilo ndio jambo la kwanza ambalo tunalipata hapa, be bold and courageous. Mungu tunaona Daudi akinena na mwanawe maneno yake ya mwisho, akasema ya kwamba be bold, be a man, show yourself a man, be bold, be of courage. Solomon is expected to be strong. Solomon is expected to be strong-willed. Solomon is expected not to be a pushover. Solomon is expected to be brave and stand firm to the truth. Watu wa Mungu, ningependa kuongea na wewe. Ni vizuri tusikilize kwa maneno ambalo limeandikwa katika neno la Mwenyezi Mungu.
Biblia inasema ya kwamba kile andiko linatokana na pumzi ya Mungu. And I want to speak to us this time that God is speaking to us that we should be bold and courageous. He is speaking labda maneno ambayo unasikia ndiyo maneno yako ya mwisho. Labda maneno ambayo unasikia labda hujawahi kuambiwa na mtu, lakini Mungu anakukumbusha siku ya leo uwe hodari na mkakamavu. Be bold and courageous. Uwe hodari na mkakamavu. Uwe mtu ambaye ana maamuzi ambaye amesimama, maamuzi ambaye amejawa na ujasiri. Usiwe mtu wa kusukumwa hapa na pale na kila vishawishi vya watu. Kwa hivyo mfalme akamwambia kijana wake ama mwanaye, uwe mkakamavu na hodari. Neno lingine ambalo alinena kwa mwanawe, alimwambia kwamba know God and love him. Alimuelezea kwamba ni vyema akaweze kumjua Mungu, akaweze kumjua Mungu na kumpenda Mungu. The way of knowing God is understanding his word. Kwa hivyo tunaona ya kwamba katika kuanzia mstari wa 3 Biblia inasema uyashike mausia ya Bwana. In other words, know the ways of the Lord. I'm a perfect example that you know that I knew what God needed from us. I knew the word of God. I knew the mind of God. And David is encouraging his son Solomon that it is good that you understand the word of God. The Bible says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kwa hivyo kumjua Mungu na kumcha Mungu ndio mwanzo wa hekima katika maisha yako. Be familiar to the language of God. Ni vizuri ujue vile baba wako wa mbinguni anavyonena. Kama vile unavyojua na unavyotambua sauti ya baba na hekima ya baba, vile vile ukawe mzoefu katika sauti ya Mungu, ukajue vile Bwana anavyosema. You will definitely know him. If you understand the language of the Father, you are going to know him. And kanisa, ningependa kunena na wewe unayenisikiliza, there is different of knowing God and loving him. Knowing God can be the power of memory, the power of understanding, and everybody who has brain can know, because that power, the intellect part of us, we can know God intellectually. But also knowing God has to do with the relational. We are related with him. Tunamjua huyo Mungu, tuko na uhusiano na yeye. Na ndio Daudi anaimiza Suleiman akamjua Mungu na pia anakumpenda. Kumbuka Yesu akisema na wanafunzi wake akasema ya kwamba kama mnanipenda mtatii sheria zangu. There is that connectivity. Knowing God and loving him has to do with be practical with what we have learned from him. What we have known from him, then we become practical. So Solomon is encouraged by his father, his dying father, that you should know God and also love him. Be practical. For whatever you have known, the Bible studies that we have engaged ourselves, the word of God that we have heard from men of God, then let us be practical. The word of God that we have read, the word of God that we have studied in our personal devotions, then know, and after knowing, go ahead and practice that which you have known. Make sure you understand what our Heavenly Father is saying to you. Know him, and he encourages him that observe what the Lord your God requires. Walk in his ways and keep in his ways, and keep his decrees and commands, according to verse 3. So the second word that David spoke to his son in his deathbed, he said that first one he said, be bold and courageous, be a man, exercise that strong will. You should not be a pushover. You should be brave and stand for the truth. The second encouragement that he gives to his son is that know your God and love him. The third words that David gave and counsel that he gave to his son was disconnect yourself from bloody hands. Ni vizuri ukajitenge na mikono ambayo iko na damu isiyo na hatia. Jitengeni ama jitenge na damu isiyo na hatia, kwa sababu hii itaenda kukunyima
makao ama itaenda kutunyima mamlaka katika kiti cha enzi cha Daudi. Pale Biblia inasema ya kwamba anamkumbusha Joab, even though Joab was a trusted commander in the army of David, but he was not loyal, neither sometimes he portrayed rebellion against David. And one incident that is mentioned is when he killed Abner and Amasa, two of the commanders in the army of David. He shed innocent blood. David was not pleased, but in his mercy and in his old age, he did not practice the justice. He did not punish Joab. But now he is instructing his son Solomon. Anampatia ushauri kijana wake ama mwanae Daudi ya kwamba naomba tafadhali usiachilie Joab akufe ama azeeke kabla hujatimiza ambacho Mungu angependa kitimizwe. Before punishing, before executing justice, lazima ukweli na haki ikatendeke usimwache kabla haki haijatendeka. So God is calling God through David is instructing his son that we should disconnect yourself. And today I'm speaking to somebody. The voice of God is still through these last words of a dying hero. God is calling us that we disconnect ourselves from innocent bloody hands. Kuna watu ambao wangependa kumwaga damu zisizokuwa na hatia. Wengine tunawajua, lakini Mungu anasema lazima haki ikatendeke. Whether it is who, because our God is not a respecter of any person. If we have bloody hands, God is calling us for those people who have bloody hands that we disconnect ourselves from them. David did not punish him, but instructed his son, that Solomon, to exercise justice. He should disconnect himself from the guilty of innocent blood. Now, actually, the Bible says in verse 6, deal with him according to your wisdom. Exercise wisdom. As you execute your justice, exercise wisdom. But do not let, the word of God continues to say, but do not let his gray hair go down to the grave in peace. Usimwachilie akakufe kana kwamba hakuna jambo lililotendeka. It is good that we experience let him experience the pain of sin. Let him experience the pain of sin, of what he has done, the wrongs that he has done. Let him know that he did wrong before the eyes of the king and before the eyes of God. I want to say this. Sometimes we can go scot-free and think that God is doing nothing about the innocent blood that we have shed. But God is going to, Mungu ataenda kudai hiyo damu generation to another generation. In the book of Revelation, the Bible says that, and I saw saints under the altar of God crying for avenge of the blood, saying, for how long are you going to avenge for the blood of the saints? I'm speaking to somebody. Sometimes we might think that we have gone scot-free. Nobody knows. But the same blood is still crying. The blood of Cain is still crying. But today I want to introduce to you that there is a blood that speaketh better things than the blood of Abel. It is calling for forgiveness. And this time, David reminds his son Solomon that disconnect yourself from these bloody hands. Do the justice that is required. The last thing, the last words of a dying hero, David tells his son, show kindness to those who show mercy. Show kindness to those who show mercy. And in reference, David is referring to the family of Barzillai, who showed kindness to David. This time when David was, his son Absalom wanted to overthrow his government, he ran, he flew from the palace, and wakati alipotoroka, tunaona ya kwamba alitoroka na wanaume ambao walikuwa loyal to him. Na akitoroka, tunaona huyu mtu ambaye anaitwa Barzillai aliwapatia makao, akawapatia ulinzi, akawapatia chakula na akawaficha. Yeye alionyesha utu wema
kwa mfalme, naye mfalme katika kitanda chake cha kifo anasema ya kwamba na msije mkasahau, waonyesheni, show them mercy because they showed me mercy. Show them mercy. The same God is speaking to us. Show mercy, show kindness to those people who have shown understanding to the people of God. Wale watu ambao waliheshimu watu wa Mungu, naye Mungu anasema ya kwamba be kind to them because they showed mercy. Be merciful. The Bible says in Matthew 5, in the Sermon on the Mount, he says, blessed are those who are merciful, for they shall be shown mercy. If we want to be, we are going to reap whatever we plant. Chochote ambacho tutapanda ndio tutavuna. Kama utaonyesha utu wema, kama utaonyesha upendo na huruma kwa watu wa Mungu, naye Mungu pia ataonyesha huruma kwako. Na maneno haya ya shujaa anayekufa yakanene na mioyo yetu, yakabadilisha hali zetu, that we become bold and courageous in this life, that we know God and we love Him, that we disconnect ourselves from bloody hands and show kindness to those who show mercy. Mungu akatubariki, Mungu akabariki kanisa lake, Mungu akatuinue na akatupatie kuwa watu ambao ni wakakamavu na watu ambao wana ujasiri, watu ambao Mungu wanamjua Mungu wao, watu ambao wanampenda Mungu wao, watu ambao hujitenga na mikono ambayo inamwaga damu isiyokuwa na hatia. Na Mungu akatupatia kuonyesha huruma kwa watu ambao wametuonyesha huruma. Bwana akatubariki, Bwana akatia neno lake nguvu ndani ya maisha yetu, na kila siku tukalitafakari na tukalitende ili tuwe wapenzi wa Mungu. Na tuombe pamoja. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, umetufundisha kupitia mtumishi wako Daudi wakati alipokuwa anakufa. Yeye akapeana ushauri kwa mwanawe Suleiman, na Bwana pia unanena nasi na kutupatia ushauri hata siku hizi. Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Ninaomba Bwana ili neno lako likapate nafasi ndani ya mioyo yetu, ikatubadilishe Bwana, ikatutie nguvu. Na kwa njia ambazo tumeenda kando, tumeonyesha unyonge katika tabia zetu, tumeonyesha Mwenyezi Mungu hali ya kushindwa. Bwana tusamehe kwa njia lolote Bwana ambao tumejiunga na watu ambao wako na mikono iliyojawa na damu isiyo na hatia. Bwana tunaomba ukatutenganishe na wao. Tunaomba Bwana haki yako ikatendeke. Mungu wetu na Baba yetu, tunakuomba ili Bwana ukaweze kutusaidia, ili sisi Bwana tukaweze Mwenyezi Mungu kunenda katika njia zako, kukupenda wewe, kukujua wewe. Tunatamani zaidi kukujua na kufahamu njia zako. Tubariki kama kanisa. Ninakushukuru kwa sababu kuna mambo ambayo yanatusumbua, mambo Mwenyezi Mungu ambayo yametuzunguka. Nyakati zingine tunajihisi kushindwa, lakini Bwana ndani yako sisi ni zaidi ya washindi. Walio wagonjwa Bwana wakaponywe na wewe, Bwana waliofungwa wakafunguliwe na wewe katika jina la Yesu Kristo. Wanaong'ang'ana katika hali zao za kiuchumi Bwana, ninaomba the Lord of breakthroughs Bwana wakaweze kukupata. Tunakushukuru Bwana kwa sababu umekuwa mwema kwetu. Wewe ni mponyaji wetu, wewe ni kimbilio letu, msaada wetu ulio karibu. Tunakushukuru kwa sababu unatupenda. Bwana tunaomba ukatuhimize na ukatutie nguvu katika neno lako. Asante Bwana kwa siku ya leo, asante kwa mibaraka ya leo. Twasipokea kwa furaha katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. All to thee, my blessed. All to thee, my blessed.